Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan ahidi kuimarisha zaidi sekta utalii mkoani Arusha. Zaidi ya viongozi 50 wa Ulaya wakutana mjini Copenhagen, Denmark kujadili vita vya Ukraine na mustakabali wa usalama wa bara hilo. Na katika michezo, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi ahidi ujenzi wa uwanja wa Dr. Samia jijini Arusha hutumika kama utalii wa michezo kwa kujengwa mji wa AFCON. Naam, ikikutangazia kutoka jijini Dar es Salaam, hii ni Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa umetimu wasaa kukuletea taarifa yetu habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Hamisi Mkoti ya rubani wako na kualika tusafiri pamoja katika mwendo wa takriban saa moja ya habari za kitaifa, kimataifa, uchumi na biashara, na mwisho tutahitimisha habari yetu kwa habari za michezo na burudani. Kwa upande wa lugha ya alama usiku wa leo ni Ramla Jabu akiendelea kukuhabarisha namna hiyo. Mtazamaji, kama ilivyo ada, tunaanza na habari za kitaifa na moja kwa moja tunasafiri tunaelekea kaskazini mwa nchi kule mkoani Arusha. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kuimarisha zaidi sekta ya utalii jijini Arusha kwa kukamilisha maboresho katika kiwanja cha ndege cha Arusha mjini na kile cha Ziwa Manyara kilichopo Karatu, sambamba na ahadi ya kuongeza ndege nyingine 8 za shirika la ndege Tanzania ATCL. Tupate taarifa zaidi kutoka kanda ya kaskazini. Ahadi nyingine ni kujenga kituo kingine kipya cha kimataifa cha mikutano kitakachokuwa na fursa zote za mikutano ndani ya jiji la Arusha, zikiwemo hoteli, pamoja na kujenga kituo cha urithi wa kijiolojia kwa watalii katika eneo la Ngorongoro Lengai. Mgombea huyo ametoa ahadi hizo wakati akinadi sera na ilani ya CCM kwa wakazi wa jiji hilo la Arusha katika mkutano uliofanyika katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, ambapo katika kukamilisha hilo ameahidi kuboresha barabara za ndani za jiji hilo ili ziendane na hadhi ya jiji katika kuvutia watalii. Tumefanya maboresho kwenye kiwanja cha ndege cha Arusha. Tumetumia shilingi bilioni 17 katika kukamilisha maboresho yale, na kiwanja kile kitakamilika mwezi Disemba mwaka huu, na kuanzia Januari mwakani 2026 kiwanja cha ndege cha Arusha kitatumika usiku na mchana. Tafanya kazi mchana na usiku, na kitasaidia safari za watalii, wafanya biashara, lakini hata Wanaarusha na Watanzania katika safari zao. Aidha, mbali ya ahadi ya kufufua na kuendeleza viwanda vilivyokufa jijini humo, pia ameahidi kujenga kiwanda cha magadi soda huko Monduli, kuimarisha biashara ya kikanda kwa kuboresha kituo cha huduma za pamoja katika mpaka wa Namanga, ujenzi wa stendi na masoko ya kisasa, lakini pia kuendelea kuhamasisha uwekezaji zaidi kwenye shughuli za uongezaji thamani wa madini ili yalete manufaa, ikiwemo ajira kwa vijana. Tunakuja kujenga soko kubwa sana la wamachinga, biashara ndogo ndogo, wamachinga, mama ntilie, nani wote, viduka vidogo vidogo, tunakuja kujenga huko Bondeni City soko kubwa kwa ajili yao. Chama cha Mapinduzi, serikali inayoongoza na rais mwenyewe wanatambua thamani na umuhimu wa kazi ili nchi iweze kuendelea, na kazi hii ameifanya kwa ufanisi mkubwa sana, akishirikiana na kushikamana na Watanzania. Tulikuwa na changamoto kubwa katika jimbo letu la Arusha, changamoto ya umeme. Umeelekeza tupate umeme wa REA. Hivi ninavyoongea watu wanaendelea kuunganishwa umeme kwa shilingi 27,000. Katika mkoa wetu umefanya ukarabati mkubwa wa vyumba vya kutolea huduma za dharura katika hospitali yetu ya Mount Meru, majengo 4, lakini ukuishia hapo umetutengenezea majengo katika wilaya ya Meru, Karatu, Longido pamoja na Ngorongoro. Nasihi Watanzania wote wahakikishe
kwamba kila mmoja atakuwa ni askari wa kuilinda amani yetu. Na pia nchi yetu imekuwa kimbilio la amani, na mataifa yaliyotuzunguka, nchi mbalimbali wamekuwa wakikimbilia kwetu. Nikiripoti kutoka katika mkoa wa Arusha, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na mtazamaji, hebu sasa tuelekee upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule visiwani Zanzibar. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi amewataka wakazi wa Bumbwini kutokuwa na hofu ya kulipwa fidia katika miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika eneo hilo. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi akicheza moja ya wimbo wa msanii Yami uliozungumzia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 20 na 25. Akizungumza na wananchi katika uwanja huu wa Vidimni hapa Bumbwini, Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema hakuna mwananchi atakayekoseshwa fidia kutokana na miradi mbalimbali inayotekelezwa katika eneo hili. Na mji wa bandari ni lazima wananchi tukubaliane nao kwamba watalipwa fidia kwa moja kati ya njia mbili. Aidha watapewa nyumba iliyokuwa bora zaidi kuliko ile ya wanaokaa sasa, au watapewa fedha taslimu. Kwa hiyo hawana haja ya kuwa na wasiwasi katika hilo. Kwa upande wa fedha, hivi tunavyozungumza, tayari serikali imeshatoa kwa fidia ya bandari ya Mangapwani bilioni 11 katika eneo hili. Lakini tunajua kwamba kuna ambao bado hatujawafika. Kama nilivyosema, huu ni mji wa bandari, kuna barabara zitahitaji eneo, kuna bandari yenyewe itahitaji eneo. Kwa maana hiyo bado kuna watu wengi tutahitaji kuwalipa fidia. Zaidi ya bilioni 11 tulizotoa, serikali imejipanga kuhakikisha fedha zote za fidia zinalipwa kwa wakati, wala msiwe na wasiwasi ndugu zangu wa Mangapwani na ndugu zangu wa Bumbwini. Katika hatua nyingine, Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka wananchi Oktoba 29 baada ya kupiga kura kurejea majumbani na kusubiri matokeo kutoka tume ya uchaguzi. Mwaka huu Oktoba 28 ni siku ya vyombo vya ulinzi na usalama, wakapige kura ili tarehe 29 wafanye kazi ya kulinda amani katika nchi yetu. Mkisikia watu wanakwambieni mtoke tarehe 28, msikubali. Mwakilishi wa jimbo la Donge anasubiri kuapishwa na Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Dr. Khalid Salim Mohamed amesema ndani ya miaka 5 Zanzibar imepiga hatua ya maendeleo ikiwemo barabara na ujenzi wa bandari za kisasa. Kwenye barabara, ilani ilielekeza ujenge kilomita 196.7. Hapa Zanzibar, Unguja na Pemba tuna barabara rasmi kilomita 1344. Wewe hadi sasa umeshajenga na nyingine zimekamilika kilomita 1084. Hapo katika mkutano huu wa kampeni, wanachama 28 wa chama cha ACT Wazalendo wamejiunga na Chama cha Mapinduzi leo hii. Nikiripoti kutoka hapa Bumbwini, Juma Kasim wa Channel 10. Asante Juma Kasim kutoka huko Zanzibar. Mtazamaji, na sasa tuelekee kusini mwa nchi kule mkoani Mtwara ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kimeahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi katika mkoa wa Mtwara kwa kuboresha sekta ya uchukuzi pamoja na kuendelea kusimamia mradi wa bomba la gesi ili kuhakikisha kila mwananchi ananufaika na miradi mbalimbali inayotekelezwa chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ahadi hiyo imetolewa na mgombea mwenza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi katika kampeni zake mkoani Mtwara. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Ni mkoa wa 16 tangu mgombea mwenza aanze kampeni zake. Akiwa mkoani Mtwara, ameahidi mengi atakayotekelezwa katika miaka 5 ijayo, ikiwemo uboreshwaji wa uwanja wa ndege wa Mtwara pamoja na ujenzi wa meli kubwa ya mizigo ambayo itasafirisha mizigo kutoka Mtwara kuelekea Komoro. Watu wa Mtwara vijijini nao wawe na soko la uhakika Komoro, soko la uhakika Komoro. Na tukija kuwa na soko la uhakika, maana yake ni kwamba tutakuwa na hakika ya bei nzuri. Chama cha Mapinduzi kimesema hakuna faida yoyote kuwa na mto mkubwa kama mto Ruvuma alafu watu wakose maji.
Kwa hiyo tumesema tunakwenda kuanza mradi mkubwa wa kutoa maji mto Ruvuma kusogeza Mtwara. Hapo vipi? Katika eneo la nishati tunakwenda kusimamia ujenzi wa bomba la gesi. Bomba la kilomita 34, kilomita 34 kutoka Mtonya mpaka Madimba. Hapo vipi? Watu wote wawe na uhakika wa kupata gesi na kuendeleza maisha yao. Sisi mkoa wa Mtwara hususan Tandahimba na Newala na Nanyamba tumekuwa na mradi wa maji wa Makonde. Tangu tumepata uhuru wa taifa hili hatukuwahi kupata japo bilioni 1, lakini kwa huruma ya mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa fedha bilioni 84.7 na kazi inaendelea. Tukumbuke kwamba mkoa wa Mtwara unategemea zaidi kilimo, lakini pamoja na mradi mkubwa wa gesi asilia uko katika mkoa huu. Ni yapi ambayo kupitia kilimo na hii gesi asilia yamewanufaisha wakazi wa mkoa wa Mtwara? Mtwara kwenye swala zima la kilimo kutuletea mbolea za ruzuku bure. Hilo kwanza tunampongeza, lakini pia sio hilo tu. Tunampongeza kwa miradi mbalimbali aliyotuletea Mtwara, hasa katika kina mama. Pia amejikita katika kata mbalimbali kuweka miradi jumuiya za wanawake, hasa kwenye kata yangu mradi wa samaki, mabwawa wa samaki. Kulingana na bei ya soko ya korosho na uzalishaji wa korosho katika nchi yetu unavyoongezeka, tunashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kuanzisha kongani ya viwanda vya korosho ambayo inajengwa katika jimbo letu pale Baranje, katika kata ya Mtiriko, na ujenzi umeshaanza, na sisi tunaona kwamba ni mkombozi wa changamoto zilizopo katika sekta ya korosho, hususan bei ya korosho. CCM oye! Nikiripoti kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Beatrice Eric, Channel 10. Naam, mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Tanzania Labour TLP Hussein Juma Salum amewataka wananchi wa Zanzibar kuendelea kuhubiri amani, umoja na mshikamano ili amani iliyopo iendelee kudumu katika visiwa vya Unguja na Tanzania kwa ujumla. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Ni mkutano hadhara wa kampeni wa chama cha Tanzania Labour Party unaofanyika katika viwanja vya Magomeni kwa lengo la kutangaza ilani na kuomba kura wananchi ili kukichagua chama hicho. Na kwa kuwa tunaelekea katika uchaguzi, amani kwetu imekuwa ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Tukishindwa kuitunza amani ya nchi yetu kwa wakati huu, hapo mbele mambo mengi yanaweza yakavurugika. Baada ya kuwatahadharisha wananchi juu ya umuhimu wa kutunza amani, mgombea huyo anasema akishinda uchaguzi serikali yake itaweka huduma za internet katika kila kijiji. Katika teknolojia au IT kuna ajira pia, kwa hiyo muwe wabunifu. Na kwangu mimi nitoe ahadi, kama mtatupa fursa au mkituridhia TLP kuongoza katika Zanzibar, naahidi kuweka wifi kila mtaa wa Zanzibar. Mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa TLP Eustace Rwamugira anasema akipata ridhaa ya kuwa rais, serikali itatoa elimu bure kuanzia elimu ya msingi hadi chuo kikuu. Elimu chini ya utaratibu wetu wa ilani yetu uchaguzi TLP, tunasema elimu itakuwa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Kando na hilo, Rwamugira anasema serikali yake itahakikisha inaboresha sekta za kilimo na ufundi katika vyuo vya ufundi amali. Ni lazima tuwe na masomo mawili shuleni, ufundi na nadharia, na ufundi uwe mwingi. Tusitegemee wageni kuja kutufanyia kila kitu. Mkutano huo ulitumika kuwatambulisha wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani wa jimbo la Magomeni. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya kati kule mkoani Singida. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Ali Hapi amewataka wananchi mkoani Singida kumchagua mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wagombea ubunge na udiwani wa chama hicho ili aweze kutatua changamoto mbalimbali. Rafuru Kinala anaripoti zaidi kutoka mkoani Singida. Ni mwendelezo wa kampeni wa kuzisaka kura za Chama cha Mapinduzi CCM na wagombea wake ngazi ya urais, ubunge na udiwani, ambapo katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi Taifa Ali Hapi
anafika katika kata ya Mtunduru, jimbo la Ikungi Magharibi, kuzisaka kura za CCM, na hapa akawataka wananchi kumchagua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wagombea wenza wa chama hicho. Leo hii tunapokuja kumwombea kura Rais Samia, si kwa sababu yoyote ile. Chama kimetathmini, chama kimepima na kimeona amesimamia vilivyo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unawaomba tujitokeze wote, beba jirani yako, rafiki yako, mwanachama mwenzako, twende tukapige kura nyingi za ndio. Kwanza kwa Dr. Samia, pili kwa ndugu Kingu na wagombea wote wa udiwani akiwemo mgombea wa kata hii. Kwa upande wake mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Singida Betha na Komolwa akaeleza walivyojipanga kuelekea Oktoba 29. Lakini sisi tumejiwekea azimio letu ndani ya mkoa wa Singida kwamba lazima ushindi wa kishindo tupate kwa 95%. Zile 95% hatuzipati tukiwa tumekaa. Tunazipata tukiwa tunasaka kura za Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Wagombea ubunge jimbo la Ikungi Magharibi na udiwani kata ya Mitunduru wakawatoa hofu wananchi endapo wakiwachagua. Tunaomba kwa heshima mtuchague. Tunaomba kwa heshima tarehe 29 kila aliyoko kwenye mkutano achukue watu 15 siku ya kura, aende nao kwenye kituo cha kura. Pigeni kura kwa Dr. Samia, pigeni kura kwa mbunge Kingu, pigeni kura kwa mdogo wangu diwani. Mkifanya hivyo, sisi tunawaahidi, tumeahidi kuleta umeme utakuja, tumeahidi maji yatakuja, tumeahidi kuleta minara ya mawasiliano itakuja. Na tunawaomba sana ndugu zetu watu wa Ishia Mahumbi, tujitokeze tarehe 29 kwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi kura ya ndio. Maanake mtakuwa mfanya nini? Mmekiinua Chama cha Mapinduzi, kinaendelea kwenda kutekeleza miradi yote inayoendelea kuwepo katika maeneo yetu. Kutoka wilayani Ikungi mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa turejee tena kanda ya kaskazini. Safari hii tuangazie kule mkoani Manyara ambapo tunaelezwa ya kwamba ikiwa imebaki siku moja kabla ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwasili mkoani Manyara kuanza kampeni, wananchi wa maeneo mbalimbali mkoani humo wameonyesha shauku kubwa ya kujitokeza kumpokea mgombea huyo kwa matumaini ya kusikiliza sera na ahadi zake, huku wakitarajia kujitokeza kwenye uchaguzi utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu. Elia Kimani anaripoti zaidi kutoka Manyara. Si maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda, wala si wajasiriamali na makundi mengine, wote lao ni moja kuelekea ujio wa mgombea huyo wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi maafisa usafirishaji ndo vijana ambao ni kundi kubwa, na mpaka sasa hapa sisi tuko tayari kumpokea mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan hiyo itakapofika tarehe 3. Sisi kama wananchi tumejipanga kumpokea Mama Samia Suluhu Hassan kwa kishindo, kwa furaha, kwa amani, kwenda kumsikiliza Mama Samia anatueleza nini, tunampenda. Kwa hiyo mimi nampokea kwa kishindo, namkaribisha sana Mama Samia. Na pia tunamwaahidi mama yetu kura za kutosha. Nina shauku kubwa sana 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 sana. Na pia na waasa wananchi wa mkoa wa Manyara kujitokeza kwa wingi kuja kusikiliza sera za Mama Samia Suluhu Hassan. Nimejipanga kwa uzuri kumpokea Mheshimiwa Rais kwa kuwa ametufanyia mambo mengi sana kwetu sisi wananchi wake. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM, anatarajia kufanya mkutano wake wa kwanza atakapowasili mkoani hapo Oktoba 3 eneo la Magugu kwenye viwanja vya michezo, na baadaye kuelekea wilaya Hanang kwenye mkutano utakaofanyika viwanja vya Mount Hanang mkabala na stendi mpya ya Katesh, na baadaye kurejea mjini Babati kutamatisha kampeni zake kwenye eneo la stendi ya zamani mjini Babati Oktoba 4. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10.
Naam, asante sana Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuangazie matukio mengine. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametengua uteuzi wa watendaji wakuu wa uendeshaji wa mabasi yaendayo haraka DART na UDART na kufanya uteuzi wa watendaji wapya. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Moses Kusiluka imesema Mheshimiwa Rais Samia amemteua Saidi Habibu Tunda kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART. Tunda anachukua nafasi ya Dr. Athman Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amemteua Pius Andrew Ngingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART kuchukua nafasi ya Waziri Kindamba ambaye naye uteuzi wake umetenguliwa. Na tukisalia hapa jijini Dar es Salaam, tunaelezwa kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaotumia usafiri wa mabasi ya mwendo kasi kuwa na subira wakati mpango wa kukamilisha uingizwaji wa mabasi hayo katika mfumo wa usafiri katika barabara za Mbagala na ukiendelea kuratibiwa kwa haraka. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Majaliwa ametoa wito huo wakati alipotembelea na kufanya ukaguzi katika kituo cha mabasi hayo eneo la Feri hadi Kimara na kuelezea nia ya serikali kuondoa adha ya usafiri iliyojitokeza kutokana na uchache wa mabasi hayo katika barabara ya Morogoro. Tumeona upungufu mkubwa wa kampuni ya UDART kutoka Kivukoni kwenda Kimara. Kimsingi tulikuwa na mabasi ya kutosha 140, lakini yamepungua sana mpaka sasa tumebaki na basi 32. Na mpaka jana jioni tumebaki na mabasi 30. Ni kweli kwamba hayatoshi, lakini serikali yenu baada ya kuruhusu makampuni hayo binafsi na kampuni moja kuleta mabasi 150, tumeona tuchukue mabasi 60 yaingie kwenye barabara hii, na yameanza leo. Aidha, kutokana na uhaba uliojitokeza wa mabasi, serikali iliidhinisha mabasi 60 yaliyokuwa katika mpango wa kutumika katika barabara Mbagala kuongeza nguvu katika utoaji huduma katika barabara ya Morogoro, huku mabasi mengine zaidi ya 200 yakitarajiwa kuwasili. Kama mlivyoona kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko ya watendaji wakuu ili waweze kusimamia mradi huu. Amefanya mabadiliko DART, amefanya mabadiliko UDART. Kwa hiyo tunaamini viongozi wanaokuja watasimamia vilivyo, ikiwemo na njia ya utozaji nauli sasa itakuwa ni kwa kielektroniki badala ya fedha cash. Hii inapunguza mianya ya walio na nia mbaya au watendaji wetu wasiokuwa waaminifu kupokea fedha kwa njia ya mkono. Awali, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alielezea kadhia iliyotokea usiku wa jana ambapo baadhi ya kikundi cha watu walishambulia kwa mawe mabasi hayo kwa madai ambayo bado hajafahamika, huku baadhi ya wananchi wakizungumzia ujio wa mabasi mapya ambayo yatakwenda kuleta unafuu katika usafirishaji. Jana jioni mida kama saa 12 kilijitokeza kikundi kidogo cha watu ambao walifanya uharibifu wa vituo vya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini tunaamini kwamba kwa kuwa malalamiko yao yalikuwa ni kupatikana kwa mabasi, katika akili ya kawaida haiwezekani tena ukapiga mabasi na wakati huo ukapiga vituo vya mabasi ambazo ndio huduma ya msingi ambayo wananchi mlikuwa mnailalamikia. Kwa hiyo hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, liko kwenye mikono yetu, na naomba nikiri kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuwa na imani na vyombo vya ulinzi na usalama. Chini ya maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuhakikishia kwamba kile wanachokitafuta wale wasio na nia njema watakipata very soon. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Huduma za benki ya CRDB kwenye kampuni zake tanzu za nchini Burundi na Kongo zimerejea kwa 100%, ambapo hapa nchini Tanzania huduma hizo zimerejea kwa 99%. Tupate taarifa kamili. Aidha, benki ya CRDB imepata kibali rasmi kutoka mamlaka ya fedha Dubai cha kuendesha shughuli za kibenki kupitia kampuni yake tanzu ya CRDB Dubai. Huduma ambazo tayari zimeanza na mfumo huo mpya unafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Mkurugenzi wa mawasiliano na uhusiano wa umma wa benki ya CRDB Tuli Esther Mwambapa amebainisha hayo jijini Dar es Salaam mbele ya waandishi wa habari, ambapo pamoja na mambo mengine amezungumzia umuhimu wa mfumo huo mpya wa benki ya CRDB kwa uchumi wa Tanzania na nchi jirani. Tunawashukuru sana
wateja wetu na Watanzania kwa uvumilivu na kwa upendo wao na kwa uelewa wao. Tumejifunza mengi kupitia maoni ya wateja wetu. Tunazidi kuboresha na kuhakikisha kwamba ahadi yetu ya kutoa huduma bora inabaki pale pale. Lakini pamoja na changamoto chache zilizojitokeza, naomba niwahakikishie Watanzania kuwa mfumo mpya sasa hivi unafanya kazi vizuri, na tumehakikisha kwamba wale wote waliokuwa na changamoto wanaendelea kutatuliwa changamoto yao. Mwambapa amesema kupitia mfumo huo mpya unaotumia teknolojia ya kisasa unaiwezesha benki ya CRDB kutoa huduma kwenye bara la Asia, ambapo wateja wa benki hiyo wanahudumiwa kama wapo kwenye tawi moja la CRDB. Kwamba reli yetu sasa hivi inaenda mpaka Burundi, kwa ina maana ukuaji wetu wa biashara utakuwa mkubwa, lakini mashariki yote ya Kongo wanategemea bandari yetu na wanafanya biashara katika bandari yetu. Kwa hiyo usipokuwa na usalama wa fedha zao, usipokuwa na benki ambayo inawezesha hawa watu kufanya miamala kwa urahisi zaidi, then tunakuwa na changamoto. Na ndio moja ya sababu kubwa ambazo nilisema zinatofautisha sisi na wengine, inabidi kuwekeza katika mfumo mkubwa kwa kuwa tunahudumia eneo kubwa la Afrika ya Mashariki. Salma Shabani, Channel 10. Na mtazamaji, tungali tukisafiri na wewe katika maeneo mbalimbali tukiangazia matukio mbalimbali, na kwa taarifa hiyo ya Salma Shaban inatupatia fursa sasa ya kuvuka mipaka ya nchi. Huko nako tukaangalia japo kwa uchache, na tukianzia pale Ulaya, tunaelezwa kwamba zaidi ya viongozi 50 wa Ulaya wamekutana mjini Copenhagen, Denmark, kujadili vita vya Ukraine na mustakabali wa usalama wa bara hilo, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitafuta msaada zaidi kutoka kwa washirika wake wa karibu. Mkutano huo unafanyika chini ya ulinzi mkali baada ya matukio ya ndege zisizojulikana kuonekana juu ya anga la Denmark, jambo lililoongeza hofu ya shambulizi kutoka Urusi. Zelensky anatarajiwa kutumia fursa hiyo kusisitiza umuhimu wa msaada wa Ulaya kufuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada wa kifedha na kijeshi kwa Kiev. Kwa upande mwingine, uongozi wa Ulaya wanaona uzoefu wa kijeshi wa Ukraine kama nyenzo muhimu katika kujenga ukuta wa ndege zisizo na rubani ili kuzuia mashambulizi ya Urusi barani humo. Na huko Israel tunaelezwa kwamba Israel imesema itawarejesha Ulaya wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina waliokuwa katika msafara wa meli za misaada wa flotilla uliokuwa unaelekea katika ukanda wa Gaza. Israel ilizuiwa msafara huo katika bahari ya Mediterranean. Msafara huo wa meli takriban 45 unajulikana kama Global Sumud Flotilla GSF ulianza safari ya kuelekea Gaza mwezi uliopita ukiwa na wanasiasa pamoja na wanaharakati, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden Greta Thunberg. Wanaharakati hao walinuia kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo la Wapalestina, ambako Umoja wa Mataifa umesema unakabiliwa na uhaba mkubwa wa njaa. Israel iliuzuia msafara huo ukiwaonya kuingia katika bahari iliyosema ipo chini ya mzingiro wake. Kundi la wanamgambo wa Hamas limelaani hatua ya kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuitaja hatua hiyo kama uhalifu wa uharamia na ugaidi wa majini. Naam, mtazamaji, ni hayo tu usiku wa leo katika habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hamisi Mkotia, kwa upande wa lugha ya alama usiku wa leo ni Ramla Jabu. Endelea kuangalia Channel 10. Na mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Channel 10 habari, na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Na mchumi wetu kwa siku ya leo ni Salma Shaban. Salma, karibu. Hamisi Mkotia, ninakushukuru sana, na leo kwenye habari za biashara na uchumi huko na Salma Shabani.
Taarifa ambayo tunaanza nayo kwenye habari za biashara na uchumi leo hii inaeleza kwamba gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba leo ametangaza riba ya Benki Kuu ya Tanzania itakayotumika katika robo ya 4 ya mwaka 2025 na kuwasilisha mwenendo wa uchumi na matarajio yake kwa mujibu wa thamani ya kamati ya sera ya fedha MPC. Dorcas Ramos anaarifu zaidi. Gavana Tutuba ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya sera ya fedha amesema kamati hiyo iliyokaa Oktoba mosi imejiridhisha riba ya Benki Kuu ya Tanzania iendelee kuwa 5.75 kama ilivyokuwa robo ya 3 iliyoishia mwezi Septemba mwaka huu. Uamuzi wa kuendelea na riba hiyo umetokana na tathmini iliyofanyika kuhusu mwelekeo wa mfumuko wa bei uliokuwa 3.4 mwezi Agosti na ukitarajiwa kubaki ndani ya lengo la 3 mpaka 5 pamoja na ukuaji wa uchumi ambao makadirio ya Benki Kuu ya Tanzania yanaonesha uchumi utaendelea kukua. Tunafurahi kuwajulisha kwamba utekelezaji wa sera ya fedha katika robo ya mwaka iliyoishia Septemba 25 ulifanikiwa kuwepo kwa ukwasi wa kutosha kwenye mabenki, na Benki Kuu ilitumia nyenzo zake za sera ya fedha hususan mikopo ya muda mfupi kwa mabenki ili kuongeza ukwasi kwenye uchumi. Gavana Tutuba akachukua fursa hiyo pia kuelezea mwenendo wa uchumi wa ndani. Shughuli za kiuchumi, tunafurahi kuwajulisha kuwa shughuli za kiuchumi hapa nchini zinaendelea kuimarika, na kwa upande wa Tanzania bara uchumi ulikuwa kwa 5.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ikilinganishwa na 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Kwetu kutoka sekta ya kibenki ama mabenki, haya yanatupa uhakika wa uthabiti wa uchumi wetu. Hivyo tunapongeza kwa dhati uamuzi wa kuendelea na kiwango cha riba ya Benki Kuu. Dorcas Ramos, Channel 10. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa manunuzi ya umma PPRA Dennis Simba amewataka wahasibu wakuu wa serikali kutumia moduli mpya iliyoboreshwa ya usimamizi wa ununuzi wa mikataba inayotumia mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya umma yaani NeST ili kuwawezesha wazabuni kupata taarifa kwa wakati, kuongeza uwazi na kuhakikisha malipo yanatolewa kwa haraka. Simba ametoa maagizo hayo jijini Arusha wakati akifungua mafunzo kwa wataalamu na watendaji kutoka ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali yaliyolenga kuwajengea uwezo katika matumizi ya mfumo wa manunuzi ya kidijitali. Kwa upande wake, ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali imezungumzia manufaa ya mafunzo hayo kwa wahasibu na wataalamu wa manunuzi. Mafunzo hayo ya siku 3 yanatajwa kuwa chachu ya kuondoa changamoto ya ucheleweshwaji wa malipo kwa wakandarasi wa miradi ya maendeleo na kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi za serikali katika kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Na tuna hakika capacity tulionayo sasa hivi ya makusanyo ya fedha hayastahili kufika hatua wakandarasi kulalamika kutulipa. Yote yanawezekana kushirikiana pamoja, kwa sababu tutaweza kuweka yote yanayotendeka katika nchi hii yanahusiana na ununuzi wa umma ndani ya sehemu moja ambayo tutaweza kuiona. Tumeona kwamba kupitia mfumo huu wa NeST kwa kuunganishwa na MUSE itasaidia kuondoa ile hali ya kuchukua muda mrefu sana katika mchakato wa manunuzi. Kutokana na mafunzo ambayo tuliyopata, imetuondolea changamoto kwamba sasa hivi wizara au serikali itaweza kuunganisha mifumo yake, inakuwa inasomana kati ya mfumo wa manunuzi pamoja na mfumo wa malipo. Tume ya Madini nchini imewataka wachimbaji wote wenye leseni za uchimbaji kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao kwa jamii katika kuweka mazingira salama, ushirikishwaji na uongezwaji wa thamani katika mnyororo wa madini wakati wa kutekeleza shughuli zao ili jamii iweze kunufaika kiuchumi sambamba na sera ya maendeleo katika kuchangia pato la taifa. Dita Nyoni kutoka mkoani Ruvuma anaarifu zaidi.
Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Tume ya Madini Dr. Janet Lekashingo wakati wa mafunzo ya kuwajengea uwezo wachimbaji na wadau wa sekta hiyo mkoani Ruvuma, ambapo pamoja na mambo mengine amesema serikali itaendelea kufanya kazi kwa haki, uwazi na ushirikishaji ili rasilimali madini ziwe nguzo ya maendeleo ya taifa na chanzo cha ustawi kwa kila Mtanzania. Lengo kuu ni kuhakikisha jamii inanufaika na shughuli za madini kiuchumi na kimazingira sambamba na sera za maendeleo ya taifa letu. Madini ni maisha na utajiri. Tunatakiwa kuwa matajiri. Tunawezaje kuwa matajiri? Ni tukiwekeza katika uzalishaji wa viwanda ambao vitafeed migodi. Mafanikio haya ya sekta ya madini kwa namna moja ama nyingine yamewezesha uwepo wa ajira rasmi na zisizo rasmi, na hivyo kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja katika mkoa wetu. Pia sekta imeongeza mchango wa fedha za kigeni kutokana na biashara za makaa ya mawe ambazo zinafanyika nje ya nchi. Kwa hiyo sekta madini peke yake naiona kwa vision hiyo inakwenda kuwafanya Watanzania wengi waajiriwe kwenye sekta hii. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Naam, tunaweka nukta kwenye habari za biashara na uchumi kwa leo mtazamaji, na moja kwa moja ni kurejesha studio nambari 1 kwa Hamisi Mkotia kuendelea na taarifa ya habari. Jina langu ni Salma Shabani. Naam, asante Salma Shabani. Hakika tumekupata vilivyo katika dawati la biashara na uchumi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa mwenzangu atakuja kukujuza yale yaliyojiri huko viwanjani. Mimi ni Hamisi Mkotia. Naam, asalamu alaykum na hujambo. Karibu sana popote pale ulipo tuweze kuangaza habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, niko hapa kukuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa kwenye upande wa michezo, lakini kwenye upande wa tafsiri ya lugha ya alama niko na Ramla Jabu ambaye nitaongozana naye kuanzia mwanzo mpaka tamati. Karibu tuwe wote na tuanze kutazama taarifa njema kutoka huko mkoani Arusha, ambapo mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa ujenzi wa Arusha AFCON 2027 utakuwa mmoja ya kivutio cha michezo jijini hapo. Mgombea Mheshimiwa Dr. Samia ambaye amesema hayo wakati akiendelea na kampeni za kuomba ridhaa kwa awamu nyingine ya kuliongoza taifa la Tanzania, ambapo ameweka wazi kuwa ujenzi wa uwanja huo licha ya kuwa unajengwa kwa ajili ya mashindano ya AFCON, pia patajengwa kijiji ama mji maalum wa AFCON. Tupate nafasi ya kumsikiliza na kumtazama. Hapa nizungumzie uwanja wa AFCON ambao tuliujenga kwa ajili ya mashindano ya AFCON, lakini uwanja ule pia unakwenda kuwa kivutio cha watalii, kwa sababu pale ulipo uwanja tutajenga kitu kinaitwa AFCON City, mji kabisa wa AFCON utakuweko pale. Niwaambie kwamba uwanja ule tumeshaukamilisha kwa 63%, na utakapokamilika utabeba watu 32,000, na tunatarajia Julai mwakani, mwezi wa 7 mwakani, uwanja huu uwe tayari, lakini tutaendelea na awamu ya pili ya kujenga huo mji wa AFCON. Kwa ndugu zangu, hayo ndiyo tunayokwenda kuyafanya kwa sekta ya watalii. Haya, harakati hizo za kusaka tena nafasi ya kuliongoza taifa la Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, kunako upande wa michezo Arusha kumenoga kweli kweli. Ligi ya taifa ya netball imeendelea kutimua vumbi mkoani Tabora, ambapo vilabu mbalimbali vinachuana kutoa ubingwa huo, huku uongozi wa Chama cha Netball Tanzania CHANETA ukiwataka vilabu na wachezaji shiriki kuonyesha vipaji vya hali ya juu ili kuiunda timu ya taifa bora na kusajiliwa na vilabu shiriki ambao vitawafanya sasa waweze kusajiliwa na kuwa wachezaji wa kulipwa. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mwenyekiti wa CHANETA Dr. Devota Marwa ameeleza faida ya mashindano hayo, huku akiwataka wachezaji wa vilabu shiriki kuonyesha uwezo wa hali ya juu ili kusajiliwa na vilabu vya ndani na nje ya nchi. Fursa sasa kwa hawa vijana kuonyesha vipaji vyao,
Na sasa hivi tuelewe kwamba vipaji sio tena kushindana tu. Sasa hivi unavyoonyesha kipaji kinakuwa ni ajira, kinakupa nafasi ya kuajiriwa, kuwakilisha, hata kama ukiwakilisha mashindano, kuingia kwenye professional teams, ambapo pale utakuwa unapata kipato, kwa inakuwa ni ajira au maisha ya mchezaji. Katika hatua nyingine, Devota Marwa ameeleza malengo ya mashindano hayo ambayo yamekuwa na ushindani wa hali ya juu kwa vilabu vinavyochuana kuusaka ubingwa huo. Kula kwanza nilisema ni kupata au kuchagua wachezaji wa timu ya taifa. La pili ni kupata timu 4 za kutuwakilisha katika mashindano ya klabu bingwa Afrika Mashariki. 3 ni kupata timu 6 za kutuwakilisha mashindano ya muungano ya Tanzania bara na Zanzibar, na kupata mshindi wa taifa ambaye anakuwa sasa ndio anakuwa mshindi wa Tanzania. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo. Tukitoka kwenye mchezo wa netball tugeusie mchezo wa soka na tuitazame timu ya taifa ya Tanzania, ambapo mara baada ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuwekwa bayana hapo jana, wachezaji walioitwa wanatarajiwa kujiunga kambini kuanzia tarehe 4 mwezi huu tayari kwa ajili ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Zambia, sambamba na mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Iran. Hayo yameelezwa na afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Clifford Mario Ndimbo, ambapo ameweka wazi ratiba kamili kwa wachezaji kujiunga na kambi sambamba na mechi za kirafiki za FIFA kwa upande wa timu ya taifa Tanzania. Tupata nafasi ya kumsikiliza na kumtazama Clifford Mario Ndimbo. Tutaripoti kambini Oktoba 4 hapa Dar es Salaam, ambako tutakuwa na session za siku 2 kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba 8 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mchezo utachezwa saa 4 za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi katika michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia. Baada ya mchezo huo dhidi ya Zambia, kikosi kitasalia visiwani Zanzibar, na takriban siku 2 baadaye kikosi kitaondoka kuelekea Dubai, ambako tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tutacheza dhidi ya Iran. Ni mchezo muhimu ambao utachezwa Oktoba 14. Kila la heri Taifa Stars. Kwingineko ni kwamba uongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa watu wenye ulemavu kwa maana ya TAF limewataka wadau wa michezo nchini kuiunga mkono serikali kwa kuvichangia vilabu mbalimbali vinavyoshiriki mashindano ya ndani ili kuimarisha timu ya taifa yenye ushindani zaidi. Tuungane na mwanamichezo wetu kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na Channel 10 Michezo, makamu wa rais wa TAF Abdul Mashine amesema kuwa kwa sasa wanajikita zaidi katika kuviandaa vilabu vitakavyoshiriki ligi ya taifa ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuiandaa timu bora ya taifa. Hivyo wadau wanaitwa kuviunga mkono vilabu hivyo ili viwe na ushindani wa hali ya juu. Tunawaomba wadau, wafadhili waweze kuja kuwekeza katika vilabu. Wakiweza kuwekeza katika vilabu, wafadhili, tunaweza tukafanya kitu kilichokuwa kikubwa zaidi ya hichi. Lakini tunaomba sana wadau waweze kuja kuwekeza katika mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, kwani tunaweza tukafanya kitu kikubwa kuliko watu wanavyofikiria. Katika hatua nyingine, Mashine ametumia nafasi hiyo kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa kwa Tembo Warriors tangu mwaka 2022. Nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa sapoti aliyoonyesha katika timu yetu ya Tembo Warriors toka mwaka 2022 tulipofuzu kwenda kombe la dunia. Maandalizi tuliyoyapata na serikali ni 100%. Mimi ni Salma Shabani na hii ni Channel 10 Michezo. Naam, asante Salma Shabani. Kwingineko tuelekee pale jijini Dodoma, ambapo tunaambiwa kuwa wakati ligi kuu soka Tanzania bara ikianza kushika kasi, uongozi wa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma umewatoa hofu wadau na mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu juu ya uwezo wa uwanja huo kuhudumia timu 3 zinazoshiriki ligi kuu zilizoomba kutumia uwanja huo kama uwanja wake wa nyumbani. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatujuza zaidi. Kwa mujibu wa meneja wa uwanja huo, takribani timu 3 zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara ikiwemo Mtibwa Sukari, TRA na wenyeji Dodoma Jiji wanategemea dimba hilo kama uwanja wa nyumbani, jambo linalohitaji mkakati endelevu ili ubaki katika viwango tajika. Uwanja wetu wa Jamhuri tumejipanga vizuri tu. Mwanzo changamoto ilikuwa kubwa upatikanaji wa maji kumwagilia pitch. Ila mpaka sasa hivi tumechimba kisima, mpaka sasa hivi kiangazi ukikuta pitch iko hivi ilikuwa ni nadra sana. Kwa hiyo tuko vizuri.
Pia na mechi zitafanyika hapa vizuri tu, kwa sababu hizi timu hazichezi back to back. Kuna gap kidogo kufanya maintenance hapa kati. Baada ya kushatoka timu uwanjani, tunamwagilia uwanja unarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hautakuwa kama mwanzo na niondofu, hakutakuwa na kufungiwa kama mwanzo. Baadhi ya timu ikiwemo Mtibwa Sukari wanaweka wazi sababu za kuchagua uwanja huo na wala sio sehemu nyingine. Cha kwanza mazingira, unajua very comfort, upo huduma pia ambazo zote za kijamii mkizihitaji zinapatikana kirahisi, lakini vile vile kiwanja the same ambao sisi nataka tucheze na kiwanja kinaruhusu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi ametufanya tuwe karibu na vile vile supportive ya sisi na timu ya Dodoma, tuko karibu as a friend. Kwa hiyo tulipoambia kwao haikuwa shida, wametupa mkono wa karibu na sisi tunashukuru kwa kutukaribisha. Nikiripoti kutoka hapa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante mwanamichezo Leonard Mwacha, na kwa taarifa hiyo inatupa nafasi kwenda kuziangaza kwa upande wa habari za michezo na burudani kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michezo medani za kimataifa. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea jana kwa michezo 9 mikali kupigwa katika viwanja tofauti. Huko nchini Hispania, katika mchezo ulioshika hisia za watu wengi Ulaya, FC Barcelona ilipoteza nyumbani bao 2-1 dhidi ya mabingwa watetezi PSG. Barcelona walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia kwa Ferran Torres kabla ya Mayulu kusawazisha na Gonzalo Ramos kufunga bao la ushindi kwa PSG. Mchezo mwingine wa kusisimua ulipigwa mjini Monaco, ambapo AC Monaco na Manchester City walitoka sare ya mabao 2-2. Nchini Ujerumani, Bayer Leverkusen ililazimishwa sare ya bao 1-1 dhidi ya PSV Eindhoven. Borussia Dortmund iliibuka na ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Atletico Bilbao na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuongoza kundi. Huko London, Arsenal the Gunners waliendelea na rekodi nzuri ya kushinda nyumbani baada ya kuwafunga Olympiacos bao 2-0, ushindi uliowapa alama muhimu katika hatua ya makundi. Katika michezo mingine, Karabag walichapa Copenhagen bao 2-0, Napoli wakiibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Sporting CP, huku pambano la kusisimua kati ya Villarreal na Juventus likimalizika kwa sare ya mabao 2-2. Na sasa tuhamie katika mchezo wa kikapu. Kwenye ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA, klabu ya Golden State Warriors imekamilisha usajili wa wachezaji watatu wapya katika kikosi chake kuelekea msimu mpya wa NBA. Wachezaji hao ni Al Horford, DeAnthony Melton na Seth Curry, ambao wanatarajiwa kuimarisha kikosi cha kocha Steve Kerr. Horford anakuja na uzoefu mkubwa akiwa mmoja wa wachezaji wa kongwe wa NBA. Melton akitarajiwa kuongeza nguvu katika safu ya ulinzi, huku Seth Curry akirejea kuungana na kaka yake Stephen Curry ili kuongeza makali ya mashuti ya mbali kwa Warriors. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Na asante sana mwanamichezo Eden Bahati. Bila shaka ndio tamati ya habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Hatuna mengi zaidi, nikutakie tu utazamaji mwema kutoka hapa Channel 10, lakini awali yote tuweze kujikumbusha kunako muktasari, kisha atarejea hapa Hamisi Mkoti kuja kuhitimisha habari usiku wa leo. Asante pia kwake Ramla Jabu. Ulikuwa nami mwanamichezo wako Juma Mohamed, na asante, endelea kubaki nasi. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan ahidi kuimarisha zaidi sekta utalii mkoani Arusha. Zaidi ya viongozi 50 wa Ulaya wakutana mjini Copenhagen, Denmark kujadili vita vya Ukraine na mustakabali wa usalama wa bara hilo. Na katika michezo, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi ahidi ujenzi wa uwanja wa Dr. Samia jijini Arusha kutumika kama utalii wa michezo kwa kujengwa mji wa Afcon.
Na mtazamaji wa Swahili wanasema muda ni ukuta na ukipambana nao utaumia mwenyewe, na mimi sipo tayari kuumia pamoja na Ramla Jabu hapo. Dawati la habari Channel 10 hatuna la ziada, tunatamatisha namna hiyo, lakini nimshukuru Salma Shaban ambaye awali alikuletea habari za biashara na uchumi, na hivi punde Juma Mohamed ametoka kukujuza matukio mbalimbali yanayohusiana na habari za michezo na burudani. Na kwa kipekee kabisa ni kushukuru mtazamaji kwa kuendelea kuangalia matangazo haya ya Channel 10 kilicho bora kabisa. Kwa niaba ya Ramla Jabu, mimi ni Hamisi Mkote rubani wako, hatuna la ziada. Asante na kwaheri kwa sasa.